Bwana Yesu asifiwe. Rafiki mpendwa na msikilizaji wa Think Big, natamani niweze kukuelezea huu wimbo wa 34 na mtunzi wa huu wimbo wa namba 34. Tell me the story of Jesus. Nipe habari za Yesu. Kwangu ni tamu sana. Kisa chake cha thamani hunipendeza sana. Jinsi malaika wengi walivyoimba sifa alipoleta amani kwa watu wa dunia. Nipe habari za Yesu. Kaza moyoni mwangu, haleluya. Kisa chake cha thamani hunipendeza sana. Kisa cha alivyofunga peke yake jangwani. Jinsi alivyolishinda jaribu la shetani. Kazi aliyoifanya na siku za huzuni. Jinsi walivyomtesa. Yote ni ya ajabu. Habari za msalaba aliposulubishwa. Jinsi walivyomzika, akashinda kaburi, akafufuka kwa ushindi mkubwa, haleluya. Kisa chake cha rehema, upendo wake kwangu, aliyetoa maisha nipokee wokovu. Mpendwa msikilizaji wa Think Big, mtunzi wa huu wimbo Tell me the story of Jesus ni mtunzi wa maneno matamu ya wimbo anayeitwa Fanny J. Crosby. Amezaliwa mwaka 1820, akafariki 1915. Mtunzi huyu alipitia changamoto nyingi katika maisha yake. Miongoni mwa changamoto alizozipitia ni pamoja na kuishi maisha ya duni na kujinyima ili kuweza kutoa huduma ya kimishonari hata kwa watu ambao wa hali ya chini katika maeneo ya huko Manhattan, huko Ulaya. Kuishi kwake katika nyumba chakavu, kutoa misaada kwa masikini, kujali kazi ya Mungu zaidi ya mambo yake wenyewe, viliwavuta wengi na kuwafanya wamtazame Mwokozi Yesu Kristo, ambaye kisa chake kilibadilisha maisha ya Fanny na kumfanya adumu kusonga mbele katika kazi ya Mungu. Kutokana na kwamba kisa cha Yesu kilimvutia sana Fanny, aliamua kuandika ufupisho wa historia ya maisha yake Yesu hapa ulimwenguni, akijumuisha kuzaliwa kwake, kujaribiwa kwake, huduma yake kwa wanadamu, kuteswa kwake na kufufuka kwake. Kisha kuhitimisha kwa nukuu ya maneno ya Yesu mwenyewe yasemayo, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Hiyo inapatikana katika kitabu cha Mathayo 20 mstari wa 28. Ufupisho huu pamoja na namna ambayo Fanny alishiriki injili kwa watu waliokata tamaa katika maisha na jinsi Yesu alivyowarejeshea tumaini na amani, ndivyo vilivyompeleka Fanny kutunga wimbo huu mzuri, Tell me the story of Jesus. Mtunzi wa ala ya wimbo huu ni John Robinson Sweeney, aliyezaliwa katika mwaka wa 1837 na kufariki mnamo mwaka 1899. Hatimaye katika mwaka wa 1880 wimbo huu uliweza kuchapwa. Tunajifunza nini hapa? Neno lile alilowapeleka wana wa Israeli akihubiri habari njema ya amani kwa Yesu Kristo ndiye Bwana wa wote. Jambo lile ninyi mmelijua, lililoenea katika Uyahudi wote, likianzia Galilaya. Baada ya ubatizo aliohubiri Yohana, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu yake, akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Matendo 10 mstari wa 36 hadi 38. Hakuna hadithi tamu kuliko zote kama hadithi kuhusu kuzaliwa, maisha, kifo na kufufuka kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hakuna kisa chenye kuleta badiliko kubwa katika maisha ya mtu zaidi ya kisa cha Mwokozi wetu. Hakuna kisa chenye mafunzo bora ya maadili
zaidi ya kisa cha Yesu Kristo. Hakuna habari ziletazo faraja zaidi ya habari za Yesu Kristo. Kisa cha Yesu chafaa kwa mafundisho kwa kila lika. Watoto wadogo watafunzwa kuwa na adabu na utii, wakimpendeza Mungu na wanadamu kama Yesu alivyofanya. Luka 2:52. Na watu wazima watajifunza maisha ya upendo katika familia, kiasi katika kazi, moyo na wa huruma na kujali, pamoja na nia ya kujitoa kwa ajili ya wengine. Zaidi sana watajifunza kuishi wakimtegemea Mungu ambaye ni mpaji na mratibishaji wa vitu vyote. Wapendwa, Yesu aliwahurumia wagonjwa na kuwaponya. Alijinyima kwa kila alichokipata ili kushiriki na wahitaji. Alivunja vifungo vya Ibilisi na kuwaacha watu huru. Alinyenyekea hadi mauti na mauti ya msalaba. Ikiwa familia, vijana kwa wazee wangejifunza habari za kisa cha Yesu, ni dhahiri kwamba kungelikuwa na afya ya kiroho na nyumba zetu zingekuwa na amani ya kudumu. Shetani ameteka watu wengi kiasi kwamba wengi wamekuwa wakiongea zaidi juu ya uwezo wake na kumtukuza katika mawazo yao kuwa ana nguvu. Yaani wanaonyesha shetani jinsi alivyo na nguvu, pasipo kutambua kwamba jambo hili linampa utukufu shetani na kumhuzunisha Yesu. Pia ameongeza wengi kutukuza porojo na mawazo ya kifilosofia katika mahubiri. Watu wamekuwa wakihubiri porojo, wamekuwa wakihubiri mawazo ya kifilosofia katika mahubiri, na kweli juu ya habari njema ziletazo wokovu zikitajwa kwa uchache sana. Muda umefika tumuinue Yesu kwa kila jambo. Hebu mazungumzo yetu yawe juu ya habari za Yesu, kisa chake cha thamani na kiwe cha furaha kwetu. Pia habari hizi njema juu ya Yesu yapasa zisikike ulimwenguni kote, maana zinaleta badiliko kubwa sana kwa kila azisikiaye. Nipe habari za Yesu, kwani unipendeza sana, na liwe ni tamanio la kila mmoja wetu. Asante rafiki yetu mwema. Asante kwa maisha ambayo ulikuja kuishi duniani. Asante kwa huduma ambazo ulileta duniani, ulipokuwa unaponya wagonjwa, ulipokuwa unatoa mapepo yakatoweka kwa jina la Yesu. Asante Baba kwa maisha yako, kwa mbaraka huu wa kutufia msalabani. Kisa chako ni cha thamani, chapendeza moyo wangu. Baba na rafiki yetu mwema, tusaidie katika kila hatua tuweze kufikiria maisha yako ulipokuwepo duniani. Tufikirie huduma yako duniani, tufikirie upendo wako ajabu katika msalaba wa Calvary. Asante rafiki yetu mwema, kisa hiki kikalete badiliko kubwa katika maisha yetu, kikalete uongofu mpya. Tumechoka kumtukuza shetani, tumechoka tukimkuza shetani. Kumbe huwa tunakuhuzunisha Yesu Kristo. Tusamee pale ambapo tumemkuza shetani. Tusaidie sasa tuweze kukukuza wewe katika maisha yetu. Mawazo yetu na yakawe chanya. Mawazo yetu, ondoa mawazo hasi katika maisha yetu. Weka mawazo ambayo ni chanya ili watoto wako wakaweze kutukuza siku zote. Tusaidie sisi wahubiri tuweze kuondoa porojo na mawazo ya kifilosofia katika mahubiri ambayo Baba yanakushusha chini, ambayo Baba hayakupendezi. Tumekuwa ni watu ambao tunaongea wokovu kwa uchache sana katika mahubiri yetu. Tusaidie sisi, tusamee pale ambapo tumekukosea. Tuinue sasa na zaidi. Kisa chako chanipendeza sana. Tunaomba na kuamini kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina.